Kampuni ya huduma ya kusafirisha abiria kwa njia ya mtandao, yaani Uber, imetangaza rasmi kusitisha shughuli zake nchini Tanzania baada ya kuanza kutoa huduma tangu Juni 2016. Kampuni ilifungua rasmi programu yake kwa wateja, lakini ilitangaza kupitia ujumbe wa kwenye app kuwa huduma zote zimetangazwa kusitishwa kuanzia Januari 30 mwaka 2026 bila kutoa maelezo ya kina kuhusu sababu za uamuzi huo. Katika taarifa iliyotumwa kwa wateja na kupokea shukrani za kushirikiana kwa miaka iliyopita, Uber ilisema huduma za Uber hazitapatikana tena nchini Tanzania. Tunatambua hili linaweza kuwa na usumbufu na tunaomba radhi kwa hilo. Tunashukuru kwa sapoti yenu yote. Kampuni iliongeza kuwa inathamini mchango wake katika kuinua usafiri wa kila siku kwa wateja katika miji ya Tanzania. Uamuzi huu unaisha kipindi cha karibu miaka 10 ya uwepo wa Uber sokoni Tanzania, ambapo kampuni ilikumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo migogoro ya kanuni za udhibiti wa usafiri, mashindano makali na watoa huduma wengine kama Bolt na hali ya ushindani wa bei. Hii sio mara ya kwanza kwa Uber kusitisha huduma zake nchini. Mwaka 2022, kampuni ilishtakiwa na udhibiti mkali wa mamlaka za usafiri, hali iliyosababisha kusimamishwa kwa huduma kwa muda hadi ilirudi tena kuanza upya mapema mwaka 2023 baada ya marekebisho ya sheria na kamisheni. Uondoaji wa Uber sasa unamaanisha kwamba wateja watapaswa kutegemea huduma zingine za usafiri kwa mtandao kama Bolt, Little na zinginezo ambazo zimekuwa zikitoa huduma kwa wigo mpana nchini. Pia hatua hii inaweza kuathiri kipato cha maelfu ya madereva waliokuwa wanategemea Uber kama chanzo cha ajira. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Warda Hamid. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.